hivi ati kwamba uchawi ni nini hasa? Ngoja nifungue hii kwanza ndio nifikirie vizuri. Uchawi, neno uchawi iko kongeli ya? Hapo shanichanganya bro. Uchawi. Je, uchawi. Je, uchawi ni nini? Hilo swali hutatiza sana watu wengi. Uchawi ni kurogwa tu. Uchawi ni kurogwa. Na swali ni je, kila mtu anaweza kurogwa au kuna watu hawezi rogeka kwa hii dunia? Mimi watu wenye najua hawezi rogeka ni watu wa Mungu. Hao wengine wataenda tu. Swali ni unasema kuwa watu wa Mungu hawezi kurogeka. Watu wa Mungu hawezi kurogeka, kwa hivyo wale wote wenye wanajaribu kurogwa na hawarogwi ni wa Mungu, na wale wenye wanarogwa wakirogeka ni wa shetani. Si unajua Mungu anasema anajua walio wake. Unaona? Naam. So kama anajua walio wake, kwanza kabisa huwa anafunika na damu yake. Kweli kabisa. Yaani kama kitu ni cha kwako utatumia mbinu yoyote ile kukisekiwa kisiende na mwingine. Sasa hii kwa mfano kama hii saa ndio utatumia mbinu zozote zile mtu yoyote asiende nayo. Kweli. Kwa sababu gani? Ni ya kwangu. Ndio. Sasa kama si ya kwako ni kwa chini pale. So unajua obvious mtu yote anaweza kuja na akaenda naye. Sasa hivyo ndio basi uchawi inatokea. Na urogi pia inatokeaga hivyo. Unaweza rogwa wakati hauko connected ama wakati wewe si wa mtu. Unaweza rogwa. You are everyone's. Kweli hapo unasema kuwa kama hauko kwa ulinzi fulani basi uwezekano wa kurogeka ni mwingi sana kabisa. Yesu anasema ya kwamba mimi ndimi mzabibu wa kweli. Naam. Na jani lolote ama tawi lolote lisilokuwa connected to the branch to the tree, vine tree ndio utakatwa. Na unamaanisha kama hauko connected pia hauwezi toa matunda. Hata hivyo kuna mahali kuwa Yesu aliongelea kuwa sijui usiruhusu. Kuna mahali maandiko yamesema kuwa usiruhusu mama mchawi aishi. Je, inamaanisha kuwa kuuawa kwa Biblia, kuua mtu si jambo la? Hapana, haimaanishi hivyo. Ya kwamba mchawi asiishi, si eti asiishi physically, lakini ile tabia ya uchawi ndio haifai kuishi. Okay, hapa napata kuelewa kuwa kwamba uchawi basi ukuwa ni roho fulani vile. Si kuwa uchawi ni kitu ama ni nini, ni roho fulani. Manake ukisema kuwa haimaanishi kuua ama kuua yule mtu kibinafsi au physically, tuseme tu physically kwa lugha ya kimayai. Inamaanisha kuwa kuna uwezekano wa kumuua ambapo si kawaida kiutu kuua mtu. Kuna uwezekano wa kuuawa kiroho. Ndio maana Yesu anasema wakati alikuwa anachagua wanafunzi wake, wakati akiwa katika kundi la kutembea, mmoja akamwambia naomba nitakufuata lakini ngoja kwanza nikazike mtu wangu kule nyumbani. Unaona? Ndio Yesu akamwambia wacha wafu wazike wafu wao. Sasa ina maana ya kwamba yule mfu physically na mfu kiroho wanazikana. So ni kitu kinaenda kwa pamoja. Naweza kuwa ninaishi kweli lakini kiroho changu kimekufa. Naweza kuwa ninaishi kweli lakini dhamira yangu imekufa. Haipo. Nikifanya makosa sikumbuki, siendi nikakaa chini nikakumbuka kwamba hapana, hii yenye nimefanya ni makosa. So hapo unamaanisha kuwa dhamira ndio utufanya tukumbuke kuwa kunayo mema tunayafanya na mabaya. Endapo dhamira yako imekufa, ina maana kuwa ile mabaya uyaoni kama mabaya, yanakuwa tu jambo la kawaida. Kwanza mabaya utaanza kuyaona ni kama ni haki yako. Unaona? Naam. Sababu ile roho ishakwisha kukuvaa. Kwa hiyo kwako wewe kutenda mabaya inakuwa ni kama ushabiki fulani, jambo la kawaida tu. Unaona? Sasa tunafaa ili dhamira yako, kama dhamira imekufa, unafaa umuombe sana Mungu akurudishie dhamira hiyo. Sasa ndio
itakuwa inakuelekeza. Naam. Kama Roho Mtakatifu vile. Ndio. Atakuwa anakuelekeza polepole. Leo umeenda hivi, hapana, ulikuwa unafaa kwenda hivi. Hebu geuka tu kidogo tu, step moja. Ni sawa, hautageuka instant. Hautageuka mara hiyo hiyo, lakini polepole with time utakuwa unageuka. Njia zako zitakuwa zinageuka. Mienendo itakuwa inageuka. Mavazi yatakuwa yanageuka. Tabia inakuwa inageuka na baadaye utakuwa mtu tofauti. Ndio maana sasa Yesu anasema wacheni wafu wakazike wafu wao, ya kwamba ile ni roho, unakufa spiritual. Hufai kufa spiritual. Na kuna dalili tofauti zinaweza kuonyesha kwamba umekufa spiritual. Naam. Dalili ya kwanza ni kama ipi? Dalili ya kwanza ni kuanza kuona vitu ambavyo unakanywa na the society ama na wengine ama na watu wenye wanauelewa, unaona ni kama wanakusomea. Naam. Ukianza kuona watu wanakusomea katika vitu zenye unafanya, ndio, na unaifeel ya kwamba unataka kuwa aggressive kwa Kiswahili unataka kuwa wafujo. Unataka kuwa wafujo, basi dhamira wewe hutaki kusikia lolote kabisa. Alafu kwamba hapa kuna kitu watu hawakielewi. Unajua kuwa wewe binafsi huwezi jiona. Sisi watu wa nje ndio tunakuona. Kweli huwezi jiona, lakini nataka nikueleweshe kidogo hapa. Naam. Nataka nikueleweshe kitu. Ya kwamba siwezi jiona, lakini naweza feel, naweza yapata yale matendo yenye ninayatenda si mazuri. Nitayapata vipi? Nikiwa kila wakati na demand zile vitu zenye sikuwa nataka kitambo. Nitakuwa najua kwamba dhamira inaendelea kufa polepole with time inaendelea kufa. Sasa nikigundua mapema naweza ibadilisha. Kweli kabisa. Ila ukija kugundua baadaye inakuwa tayari ni muda, inakuwa ishakukarimu. Unajua kitambo tukiwa nyumbani, wazazi walikuwa wanaipua chungu, kile chungu cha moto kile. Ile la kupika lile. Lile leusi lile. Lile la nyumbani lilikuwa leusi. Sijui kama lenu lilikuwa hivyo. Lilikuwa leusi. Siku ya kwanza unapata akiepua anafanya hivi. Mikono pale. Amechomeka. Siku ya pili akiepua, kwanza siku ya kwanza anaweza toka nini, akishaweka chungu chini anatoka kwa pasuka lile ukiweka chini kwenye. Sasa anahakikisha amevumilia ule uchungu, akaliweka chini polepole, baadaye unamwona akifanya reactions. Lakini baadaye ndio utaanza kujua kwamba ni nini kilikuwa kinaendelea. Wakati vitu zitakuwa zinakomaa, utaanza kuona mambo yamebadilika. Sasa hivyo ndivyo dhambi inatufanya. Watakuja with the time, watakuja kuepua kile chungu, anakiweka chini na huoni akifanya reactions zozote. So ukishakuwa na ile mazoea, mkono ushazoea kuungua. So hapa ndo nilikuwa najaribu kukueleza kuwa wakati fulani unaweza ona kama mimi vile nilivyo, unaweza ona shida moja kwangu. Na mimi mwenyewe kibinafsi sioni ile shida. Paka muda ambapo wewe utakuja unieleze kuwa kaka, kuna shida fulani kwako. Na watu wengi hawajakuwa wakigundua hilo kama ni changamoto katika maisha kila mmoja. Saizi mimi kama mimi uende kama niko na udhaifu wangu kweli, lakini si uoni kama udhaifu. Hadi mwenzangu atakapotokea na kunieleza kaka, hapa si sawa. Lakini hiyo inaenda na kujikubali. Wakati umejikubali